kila kitu, Haji lazima. Na kwa mara nyingi tunasafiri mimi na Senzo, na kwenda timu natangulia, tunafika na kwenda kukutana na wachezaji nini. Kumbe wale wakubwa kule na waudhi ile. Bahati mbaya Senzo, kwa sababu ya kukosa uvumilivu, unachomwa mpaka unakosa uvumilivu, akapelekewa ofa na watani zetu, akaenda Yanga. Mimi niliumia, katika watu walilia. Yani nikaona mtume nishakuisha hapa, next ni Haji. Nikajua hapa next ni Haji. Si mnakumbuka kama kuna wakati ilishatangazwa kuna mtu anakuja kwa msemaji Simba. Nakumbuka nilikuwa niko Egypt kwenye AFCON. Huku wakafanyisha watu interview. Mimi sipo. Wakanivizia nimeenda kwenye AFCON wakafanya interview. Tayari washatangaza. Sasa siku Mohamed akanipigia simu. Hebu Haji njoo bwana ofisini, nimsharudi kwenye AFCON. Akamwambia Haji, hii taarifa zimetoka wapi? Nikamwambia mimi sijui. Tena bora ulivoniita nikushukuru bwana, mimi naacha kazi. Kwa nini? Ngoja nimuite CEO wakati wote. Sio CEO. Ngoja nimuite Babra akaitwa hapa. Imekuwaje issue yaje? Haji tunamuondoa, atabaki kuwa influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mwingine. Mohamed akamwambia what? Akamwambia nini na akili, alifoka sana. Yaani unamuondoa kwa kigezo gani? Sitaki kusikia jambo hilo. Sitaki kusikia. Ni vipi nini? Mohamed mwanzo alikuwa kubali fitna. Hakubali, alikuwa kila kiambiwa hivi. Hakubali kabisa. Lazima useme ukweli. Ili kwa ile fitna haijakolea. Unajua kila kitu lazima kikolezwe. Kila ukimwambia ili Haji hivi, alafu kuna wakati juzi aliniambia bana, unajua mimi watu wengi wa bodi waambia nikutoe, mimi nakata, nikamwambia sio watu wa bodi bwana, sema ananiambia mimi Babla na wao ili. Ukisema watu wa bodi, wajumbe wa bodi wangapi? Mbele yake nilimwambia usio wajumbe wa bodi. Hawa watu watatu hawa. Usiosingizie bodi bwana. Bodi nimewakosea nini? Sijawahi kuonywa kwa barua, sijawahi kuonywa kwa mdomo, watakwambiaje nitoe kwa kosa gani sasa? Tuache. Lakini baada ya kuondoka Senzo kama nilivyosema, nikajua next mimi. Na ni kweli. Wakati huo sasa mimi nimeanza mkataba na Azam TV. Naunganisha ile doti ya kwanza nilosema, umaarufu na biashara. Ndugu zangu, hili halihitaji mnyongeni. Hili linahitaji credit for Azam TV. Hatupo hapa kama bila Azam TV. I swear. Asante kwa Azam TV. Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya Azam TV. Nilirudia wakati nipo Simba na nalisema nikiwa sipo Simba. Live tulikuwa tunaipinga huko. Watu watakuwa waendi mpirani. Nika prove wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inaonyeshwa. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Azam TV wameinvest serious. Sio investment za ujanja. Wameweka pesa hasa. Huu mkataba wa juzi ambao utawapa kila klabu milioni 500, guys, brothers, ndugu zangu, nawaambia ukweli, ligi yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo yatakuwa yameshaisha. Milioni 500 klabu ya kutoka mkoani ndogo inapanda ligi kuu. Azam. Sasa nilivyoanza biashara na Azam, kwanza kabla mimi ujue jamani, mnaweza mkaniona Haji mtata, lakini mimi muungwana katika eneo fulani, mimi ni muungwana. Azam walinipa ofa ya kutangaza bidhaa zao. Nikasema mimi nafanya kazi Simba, ingawa kule sina mkataba, lakini kiungwana bora nimwambie Mohamed kwa bana, mimi nataka kufanya kazi na Azam. Are you ready? Nifanye kazi ya kutangaza kwa sababu wewe ni mshindani wako wa kibiashara. Akaambia haiwezekani. Babra akaitwa Babra. Nasafiri leo, nakumbuka kwenda Abu Dhabi. Make sure ndani ya wiki unampa contract Haji Manara awe balozi wa bidhaa zetu. Ndugu zangu, miezi 6. Babra akinipokelea simu, nitapigia, I'll call you back. Miezi 6. Siku moja mama yangu aliniambia ajue chizi. Yaani ofa hii hapa mzigo mkubwa. Kwanza hata kuwauliza ulikuwa huna haja. Wewe una mkataba nao? Wewe chizi. Nikamwambia mama,
Naogopa kusiwe na jambo lolote conflict of interest. Na nikawa nawaambia viongozi wa Simba, baadhi ya wajumbe wa bodi, Senzo, CEO Senzo, hawa watu wanataka nini hawa? Nikaona nini bwana? Kachukua kalamu na karatasi, kataba ule, nikamwambia nipeni. Nikaanza kuona nikiposti maji ya uhai, bwana mkubwa naye anaweka kunywa maji ya Masafi. Nikiweka kunywa Azam Energy, bwana mkubwa naye anaweka kunywa ndani ya post yangu kwa kutumia page yake. Siku moja nikamtolea uvivu, nikamwambia sikiza bwana, nyinyi mwapa ofa nyinyi ya kwanza mmeshindwa. Nini unanifanyia fujo? Si umeshindwa, hao wenzio wametoa mzigo. Hao wameweka hela, na hela ndefu. Sio hela ya kitoto, hela waloweka hawa ndefu. Mimi nataka kuona huo mkataba wako, nione, mimi nataka kuubiti. Jamaa wengine wa Simba wakanishauri, baadhi ya viongozi, Haji bwana, pana Mohamed mmalize. Nikawapigia wakurugenzi wa Azam. Wallahi sijawahi kuona watu waungwana wanaowazidi wale watu. Hebu fikiri. Nikamwambia jamani, mimi Mohamed ataka mkataba uone ili terminate mkataba wetu mimi na Azam. Mnaniruhusu niupeleke? Akamwambia why not? Haina shida. Na make sure sio kwamba mimi ndo nafanya Azam uuze bidhaa zao, wala sio Asas, wala sio GSM wanaotajwa. Hakuna kampuni yoyote bila mimi eti ndio ifanye biashara. Hawa walikuwepo kabla yangu. Mimi kwangu mimi naona kama wananisaidia tu. Sawa, nafanya ubalozi, lakini hivi Baresa anamhitaji Haji Manara kuuza uhai? Kweli jamani, kweli mwake humo? Au anahitaji Haji Manara Azam TV watu wanunue vingamuzi? Tuna mchango wetu kidogo, labda 0.0%. Lakini sio sisi ndio yani wanatusaidia tu, maskini ya Mungu. Asas wanahitaji kuuza maziwa kwa sababu ya Haji. Kwanza Asas wategemea maziwa. Wanatusaidia tu Haji, ile mtu Steve Nyerere, chukweni riziki na nyinyi angalau mka. Sio kwamba bila wao, no. Au Ghalibu GSM kutangaza mashuka au makochi, kweli anamhitaji Haji? Wapi jamani? Basi walivyoruhusu watu wa Azam nikapeleka mkataba. Sikilizeni kwa makini sana. Sikilizeni kwa makini sana. Na Babra yupo. Akausoma ule mkataba, ulikuwa na clause moja, ili uterminate ule mkataba na lazima ulipe milioni 350. Shughuli ikaanzia hapo. Sasa itabidi ni ubaki nao mkataba. Nikamwambia kubaki nao hapana. Wewe tajiri, mwenyekiti na kuheshimu, lakini huu umetaka uone, ukuniambia uondoke nao. Kwa hiyo hapa uondoke nao. Ofisini kwake nakwambia. Fawahisha. Macho kwa macho naambia huu uondoke nao. I'm sorry brother. With due respect na pesa zako, lakini hii ni mali yangu. Nakupenda mwenyekiti wangu, lakini hapana. Sasa tufanyeje? Ndio issue ya mkataba sasa ya bwana Hans Pop ilipoanzia hapa. Wakaambia Babra, hebu tayarisha mkataba. Hapo miaka 6 nimefanya bila mkataba. Sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba. Mkataba wa kwanza nikaitwa tena kwa Mo, nikaukataa. Ulikuwa na clause unaonitaka sio kwanza milioni 4. Ana mkubwa yule nadhani utu uzima, kuna wakati mtu uzima unamsame. Mkataba clause yake nataka 3 million. Lakini bila kufanya kazi na kampuni yoyote zaidi ya Mohamed Enterprises. Can you imagine? Nikaambia what? Nakumbuka ilikuwa Ijumaa, nimepiga kanzu nyeupe maridadi, nikawaambia hivi, nyinyi mnanijua, mnanisikia. Yaani mimi sign contract ya milioni 3 na lazima nifanye na Mohamed Dewji. Mimi nimeajiriwa Mohamed Dewji, nimeajiriwa na Simba mimi. Nikaambia msiniletee hizi vitu hivi bwana. Basi Babra karekebishe. Mwezi wa pili nadhani wakarekebisha. Akanita ofisini siku ya Babra. Unajua una clause gani? Sasa hivi hautaji Mohamed Enterprises. Lakini siruhusiwi kufanya huo wa milioni 3. Mkataba wa miaka 2. Siruhusiwi kufanya tangazo na kampuni yoyote mshindani wa bidhaa ambazo zinaidhamini Simba. Ikiwemo manake Coca-Cola,
mo ukwaju, mo ubuyu, mo ziko kama 70 kwenye jezi yetu ile. Zote zile siruhusi ambazo Azam ndio anatangaza. Maana mimi nilivyojua main sponsor SportPesa ndio mimi hamjaona makampuni ya mimi mshauri natangaza kampuni nyingine ya betting. Maana mimi nilikuwa natangaza bidhaa za SportPesa. Nilivyomalizana nao unaona mimi natangaza kampuni za betting na ofa kubwa nyingi sana za betting. Nyingi. Joe Flair yule yuko kwenye kampuni moja ya betting, ananiita kila siku, rafiki yangu Diamond ana kampuni ya betting. Nakataa, naambia mimi